New York City, Julai 2015, vyombo vya habari vyashangilia kichwa cha habari kilichokuwa kinasomeka msiba wa ghafla, 50 Cent afilisika rasmi. Mitandao ikalipuka, alikuwa bilionea wa maji, sasa hana hata maji ya kuoga. Risasi 9 hazikuweza kumuua, lakini risiti zilimshinda. Lakini 50 Cent hakuwa na pressure. Katikati ya mahojiano ya siri na wakili wake alisema, "Wanacheka lakini wanasahau mimi ni muhuni na mtoto wa mtaani. Nilifilisika nikiwa na miaka 12, tena bila chaguo." Akamaliza kwa kusema, "Hii ya sasa ni mbinu tu." Na kweli, kufilisika kwake 50 Cent haikuwa kuanguka, ilikuwa ni kinga dhidi ya fidia ya dola milioni 7 aliyohukumiwa kumlipa mwanamke aliyohusishwa kwenye video aliyotolea bila idhini. So, alicheza mchezo ili asilipe hizo pesa. Je, 50 Cent ni nani? Mtoto mchanga anazaliwa ndani ya nyumba ya mama mrembo mfupi lakini mwenye jina kubwa mtaani, Sabrina, mtaalamu wa kuuza dawa za kulevya. Ana umri wa miaka 15 tu, lakini anatembea na bastola kwenye pochi yake na pesa haziishi mfukoni. Lakini miaka 8 baadaye, Sabrina anauawa kwa njama ya sumu ndani ya glasi ya soda. Mtoto wake anabaki yatima, inabidi aende kuishi kwa bibi yake kwenye nyumba yenye watu 9 na kila mtu akipambana na maisha yake ndio aweze kusurvive. Hapa ndipo kijana Curtis James Jackson au maarufu kama 50 Cent anaanza kuuza madawa ya kulevya akiwa na umri wa miaka 12 tu. Akiwa na umri huo wa miaka 12, bila kupenda, Curtis anaingia rasmi kwenye biashara ya madawa ya kulevya, si kwa sababu anataka, bali kwa sababu hana njia nyingine. Anaanza kuishi maisha ya kukimbizana na polisi. Anavaa suruali mbili ili aweze kuficha dawa. Akiwa bado ni mwanafunzi, anaingia shule akiwa na bastola mfukoni. Curtis Jackson anachagua kujiita jina la 50 Cent, si kwa sababu ya thamani, bali kwa sababu ya jambazi wa zamani aliyekuwa akiiba kwa hila baada ya silaha. "I am the same kind of person. I provide for myself by any means." Biashara ya madawa ya kulevya ina option mbili tu, uishie jela ama ufe. Mwamba alikamatwa, ila baada ya kesi ya madawa na kifungo kifupi kuisha, 50 Cent anaamua kujitosa kwenye muziki. Anakutana na Jam Master Jay na Run DMC ambaye anamfundisha studio na flows. Hapo ndipo 50 Cent anaandika kila kitu alichopitia kwenye maisha tangu utotoni. Yaani vita alizozipigana, biashara, polisi, wanawake, giza na ndoto. Kisha mwaka 2000, siku moja kabla ya kusaini dili kubwa na Columbia Records, anakumbwa na shambulio la risasi. Mtu asiyejulikana anamvizia kwenye gari, anammiminia risasi 9 zilizolenga maeneo kama moja kichwani, 2 tumboni, moja mkononi, moja kwenye taya ambayo inabadilisha sauti yake milele. Lakini hakufa, na alipopata afadhali alisema, "Nilikufa siku ile mtu mpya alizaliwa hospitalini." Wengi walidhani mwisho wake umewadia, lakini akiwa kwenye kiti cha magurudumu, 50 Cent anaandika mixtape yake Guess Who's Back. Inakuwa bomu na inasambaa mtaani kama moto jangwani. Kisha anasikika na mtu mmoja wa Detroit, Eminem, akisema, "Huyu jamaa ni hatari, hatupaswi kumwacha apotee." Dr. Dre anasaini naye mkataba wa mamilioni, na chap mwaka 2003 Get the Rich or Die Trying linatoka. Albamu hii inauza zaidi ya milioni 12 na wimbo wake wa In the Club unakuwa nembo ya dunia. Hapo Mwamba anaanza harakati za kuanzisha kundi la G-Unit. 50 Cent anabadilika, si tena mtoto wa mtaani, sasa ni mfumo wa biashara.